Ni muda mwingine mzuri ambao imempendeza Mungu tuendelee kutafakari yaliyo mapenzi yake. Muda huu tunataka tukatafakari Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 14 hadi 15. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapa Roho Mtakatifu anatukumbusha kama Wakristo, kama watumishi wa Mungu, kwamba tuyatende mambo yote pasipo manunguniko. Ni vizuri unapomtumikia Mungu au unapofanya jambo la kimungu, usifanye huku ukinungunika. Usitoe zaka huku unanungunika, usiende kanisani huku unanungunika, usiende kualika au kufanya utumishi wote wa Mungu huku unanungunika. Unapofanya utumishi wa Mungu huku unanungunika, huwezi kupata thawabu. Lazima ufanye kwa furaha na kwa amani, kwamba omba kwa furaha na kwa amani. Unapotoa, toa kwa furaha na kwa amani. Lakini sana maandiko yanasema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Tunapofanya utumishi wa Mungu, tusifanye kwa mashindano, tufanye kwa unyenyekevu, tukijua tunamtumikia Bwana ambaye ni Kristo. Kwa baada ya kumjua Mungu, tunapaswa kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Tusitumike kwa namna ya kusimamiwa au kwa namna ya kulazimishwa au kwa namna ya kusukumwa. Tukitumika kwa namna hiyo, hatuwezi kupata thawabu. Tena utumishi wetu kama wanakwaya, kama wanasifa, kama watoaji au kama wana maombi, utumishi wetu kama wachungaji au kama wahudumu ambao Mungu ametuweka kwa utumishi wake, usio utumishi wa macho wa kutaka kuonekana kwa wanadamu na kusifiwa na wanadamu. Hapana, tuepuke mashindano na kujionyesha kwamba tunatumika, maana sisi ni kama mianga katika kizazi hiki ambacho ni cha ukaidi, katika kizazi hiki ambacho hakitaki kumjua Mungu, kizazi hiki cha dhambi. Tunatakiwa kutumika kwa moyo, tukijua tunamtumikia Bwana ambaye ni Kristo. Tutumike kwa hiari, tutumike kwa moyo wa kupenda. Kama unatoa, toa kwa hiari. Unafagia kanisa, fagia kwa moyo wa kupenda. Unapokuja ibada, uje katika moyo wa kupenda. Watakatifu wale tutangulia walisema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Chochote unachofanya kwa Mungu, fanya kwa moyo wa kupenda, moyo wa furaha, kwamba unafundisha, kwamba unahubiri. Utumishi wote ule tufanye kwa moyo. Tukifanya namna hii, iko thawabu. Tukifanya kwa moyo na tukijua kwamba tunamtumikia Mungu, nataka nikueleze kwamba tutapokea taji mbele za Mungu. Muda ubakio si mwingi, tufanye kazi ya Mungu bila kusubiri kusukumwa, bila kusubiri kuambiwa asante. Tukijua tunamtumikia Mungu, tufanye kwa moyo, kwa bidii, maana maandiko yanasema amelaaniwa atendaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Usihusu hali ya ulegevu unapofanya utumishi wa Mungu. Hiyo unaomba mbele za Bwana, hiyo unafunga, hiyo unatoa. Fanya kwa bidii na kwa moyo wote. Fanya kana kwamba kesho hutafanya tena, na kwa kufanya namna hii, baraka za rohoni na za mwilini zitaambatana nawe katika jina la Yesu. Amen.